cha somo katika ibada ya leo kinasema gharama ya wokovu. Kichwa cha somo kinasema gharama ya wokovu. Mwanadamu alipoumbwa akawekwa katika bustani ya Eden. Palikuwepo na mahusiano mazuri kati ya Mungu na mwanadamu. Lakini siku ile alipochagua kuasi, uhusiano wake na Mungu ulivunjika. Ilibidi Yesu Kristo ajitoe ili kurudisha mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unamuona anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie una uzima wa milele. Yesu Kristo alikuja kurejesha uzima kwa wanadamu, gharama ya wokovu. Kiuhalisia, tunaposoma habari za Yesu Kristo aliyetuokoa katika msalaba, tunachukulia ni jambo la kawaida, lakini ni zaidi ya vile tunavyosoma. Yesu Kristo ukafika wakati ulipotimia, akazaliwa katika holo la ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Akaacha vyote alivyo, utukufu wote kule mbinguni, ili amkomboe mwanadamu. Yesu Kristo alipofika duniani akaishi kama mwanadamu. Ikafika wakati wa kumkomboa mwanadamu, Yesu alipitia mateso makubwa. Tunapotenda dhambi leo, tunamrudisha msalabani. Tunapotenda dhambi leo, tunamfanya aumie Yesu. Maana gharama ya wokovu wetu haikuwa ya kawaida. Yesu anaenda katika bustani ya Getsemani, anaomba akiwa na uchungu mkubwa moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Anaomba ikiwezekana kikombe kiniepuke. Haikuwa kawaida kubeba dhambi zao. Yesu Kristo anakamatwa. Yesu Kristo ninayekupa habari zake, alitemewa mate ili wewe upate kuokolewa. Walimfunga macho, wakampiga, wakamwambia, tabiri nani amekupiga? Hao Yesu alikubali ili mimi na wewe tuokolewe. Yesu Kristo alipigwa makofi ili mimi na wewe tuokolewe. Huyu Yesu Kristo ninakupa habari zake leo, huyu alipigwa mijeledi ili mimi na wewe tuokolewe. Yesu ninakupa habari zake ni huyu ambaye Yesu Kristo alivishwa taji ya miba ili mimi na wewe tuokolewe. Huyu ndiye aliyetundikwa msalabani ili mimi na wewe tuokolewe, gharama ya wokovu. Kwa hiyo katika maisha yetu Yesu ametumia gharama kubwa kukomboa ulimwengu. Gharama isiyo ya kawaida, gharama ambayo hailipiki kwa mwanadamu, gharama ambayo hata kama angesema tumlipe isingewezekana. Lakini Yesu Kristo alikuja akatoa uhai wake kwa ajili yetu. Akiwa msalabani ametundikwa uchi wa mnyama, analia, anakata roho, mwanadamu anaokolea. Yesu anakufa. Anapoikata roho ni kama anasema kwamba basi mimi hata kama nikifa milele sio mbaya, lakini huyu mwanadamu aokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anakuja kwetu leo akituita sisi turudi kwake. Sisi tuliotanga mbali katika dhambi, haijalishi umeishi maisha namna gani,
Huenda ni maisha ambayo unahisi kabisa haiwezekani kusamehewa. Yesu alilipa gharama ya wokovu msalabani. Alipokufa akafufuka, wokovu wako ulikamilika. Kwa hiyo mimi na wewe tuko huru. Hivyo imetupasa kumtafuta Yesu Kristo katika maisha yetu. Tumtafute Mungu maadamu anapatikana. Yale maumivu aliyoyapitia Yesu ili mradi sisi tuokolewe. Anatamani Yesu kuona watu walionyooka kumkubali, watu ambao wako tayari kumfuata, watu ambao hata kama wakiwa sehemu fulani watambulike wale ni Wakristo, watu ambao wakiwa mahali fulani hivi watu waseme kwamba wale unaowaona wale ni wanafunzi wa Yesu. Nampenda Petro. Katika kitabu cha Luka pale Biblia inasema Petro alimfuata Yesu wakati akiwa amekamatwa. Aliambiwa utanikana mara 3. Kuna statement anaitumia pale kwamba huyo naye atakuwa ni mmoja wao, maana hata usemi wake unafanana. Ndio maana wakati Yesu anakuja kukamatwa, kama sio Yuda kuwapa ishara nitakayembusu, wasingemjua kwa sababu walifanana kila kitu. Kwa Yesu anatamani leo ameshatukomboa kutoka dhambini, tufanane kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie katika siku ya leo. Wangapi ambao wanasema Yesu Kristo, nimetambua ya kwamba ulikufa kwa ajili yangu, nimetambua ya kwamba uliteseka, ulipigwa mijeledi, ulitemewa mate kwa ajili yangu, leo najitoa kwa ajili ya ubatizo, kukupokea kwa uokozi wa maisha. Tuseme tu